kitendo hiki alichokifanya tayari ameshaunajisi uchaguzi. Na mbaya zaidi, mtu anayeunajisi uchaguzi ndio mtu ambaye tunamtegemea kama msimamizi mkuu wa mchakato wa uchaguzi. Tukumbuke rais wa TFF bado yuko madarakani hata katika kipindi hiki cha uchaguzi mkuu kinachoendelea. Maana yake ni kwamba kamati zote zilizopo chini ya TFF kwa mujibu wa katiba ya TFF ziko chini ya Mheshimiwa Rais, ndio mkuu wa taasisi. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais, kwa sababu ya hii abuse ambayo ameifanya, kwa sababu ya hii najisi ambayo ameifanya kwenye uchaguzi, mimi nitaandika barua, nitaliomba Baraza la Michezo la Taifa liweze kusimamisha uchaguzi mkuu wa TFF. Zoezi hili lirudiwe upya, lifanyike katika mazingira ambayo endorsement zimeachwa huru kwa wagombea wote wanaotakiwa kushiriki uchaguzi mkuu. Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili, ninakusudia kumpeleka kamati ya maadili rais wa TFF. Ndiyo, ni rais wa TFF, lakini haimaanishi kwamba hastahili kuwajibika kwa maadili yaliyopo katika mpira. Rais wa TFF anatakiwa kuwa ndio mfano. Hatakiwi kuwa na doa hata kidogo. Anatakiwa kuwa ndio mfano wa kutekeleza maadili yote yanayostahili katika mpira. Kitendo chake cha kuamua kublock endorsement, kuamua kublock watu wasiingie kwenye uchaguzi kwenye box ili aingie peke yake, ni kitendo cha utovu wa maadili, ni matumizi mabaya ya madaraka. Matumizi mabaya ya madaraka ni utovu wa maadili, na kwa sababu ni utovu wa maadili, ninakusudia nikitoka hapa, baada ya kuwa nimekwenda BMT, nitapeleka barua kwa katibu mkuu wa TFF nikielekeza kwenye kamati ya maadili hiyo barua kwamba inaelekea kwenye kamati ya maadili, ili watu wa maadili waweze kushughulika na unajisi huu, utovu huu wa maadili ambao umefanywa na rais wa TFF.